Rasmi sasa Young Africans wamemtambulisha Momo Dambaro kama mchezaji wao mpya. Balaa jipya mjini limetua Jangwani. Mashabiki wa soka la Tanzania na Afrika Mashariki wana sababu kubwa ya kuzungumza kwa kina kuhusu jina jipya linalotikisa vichwa vya habari ndani ya Yanga Sport Club. Jina ambalo halikuwa geni kwa wapenzi wa NBC Premier League, lakini sasa limeingia rasmi kwenye ramani ya vigogo wa soka la Tanzania. Dambaro Kamara. Young Africans wamefanya kile ambacho wengi walikitarajia, wengine wakakiona kama ndoto, kwa kumtambulisha rasmi Dambaro Kamara kutoka Singida Black Stars. Usajili unaonesha wazi dhamira ya Yanga kuendelea kutawala soka la ndani na kufanya vizuri zaidi kwenye anga la Afrika. Dambaro Kamara ni mchezaji aliyekuja kwenye ligi ya Tanzania akiwa na kiu ya mafanikio, akionekana mara ya kwanza Singida Black Stars kama mchezaji mwenye nguvu, akili ya mpira na uwezo wa kucheza kwa nidhamu kubwa ndani ya uwanja, sifa ambazo zilimfanya avutie macho ya makocha, wachambuzi na mashabiki wa soka kwa ujumla. Akiwa na Singida Black Stars, Dambaro Kamara alionekana kuwa muhimili muhimu wa timu, akicheza kwa kujituma, kupambana kila dakika na kuonyesha ukomavu mkubwa licha ya presha ya ligi yenye ushindani mkubwa kama NBC Premier League, na hilo ndilo lililoifanya jina lake kuanza kuzungumzwa sana kwenye midahalo ya usajili, hasa kwa timu kubwa kama Yanga. Young Africans walipoanza kutajwa kuwa kwenye mazungumzo ya kumnasa Kamara, mashabiki wengi walikuja wakisubiri kwa hamu kuona kama ndoto hiyo ingetimia, na hatimaye uongozi wa Yanga ukaonesha ukubwa wao kukamilisha dili hilo na kumtambulisha rasmi mchezaji huyo mbele ya umma. Utambulisho wa Dambaro Kamara Yanga haukuwa wa kawaida, bali ulikuwa ni ujumbe mzito kwa wapinzani wao kwamba Yanga bado wana njia ya mafanikio na hawajatosheka na walichokifanya msimu uliopita. Kamara anakuja Yanga akiwa na malengo makubwa, akiwa anajua wazi kuwa anajiunga na timu yenye presha, matarajio makubwa na mashabiki wanaohitaji ushindi kila wakati. Lakini kwa alichokionyesha Singida Black Stars, ni wazi ana akili ya kukabiliana na mazingira hayo. Kinachovutia zaidi kuhusu Dambaro Kamara ni uwezo wake wa kucheza kwa nidhamu ya hali ya juu, kusoma mchezo vizuri na kutoa mchango wake bila kupenda makuu, na aina ya mchezaji ambaye makocha humthamini sana kwa sababu hucheza kwa ajili ya timu kwanza kabla ya jina lake binafsi. Young Africans wanapomleta Kamara sio tu kwa ajili ya kuongeza idadi ya wachezaji, bali pia ni kuongeza ubora, ushindani wa ndani ya kikosi na mbadala sahihi kwa maeneo ambayo yalihitaji kuongezewa nguvu. Kwa mashabiki wa Yanga, ujio wa Dambaro Kamara ni dalili ya msimu mwingine wenye matumaini makubwa, msimu wa kupambana kwenye ligi, kufika mbali zaidi kwenye michuano ya CAF na kuendelea kulinda heshima ya klabu kimataifa. Kwa Kamara mwenyewe, huu ni mwanzo mpya, ukurasa mpya wa maisha yake ya soka. Kutoka timu iliyokuwa ikijijenga kwenda kwenye taasisi kubwa ya soka yenye historia, mafanikio na presha, mafanikio ya kila siku ni nafasi kwake kuandika historia yake, kuthibitisha kuwa alistahili kuaminiwa na Young Africans Sport Club na kuwa miongoni mwa wachezaji watakaokumbukwa na mashabiki wa kijani na njano. Bila shaka ushindani ndani ya kikosi cha Yanga ni mkubwa, lakini ushindani huu ndio unaojenga wachezaji wakubwa, na Dambaro Kamara anaingia kwenye mazingira ambayo yatamsukuma kutoa kiwango cha juu zaidi kuliko alichowahi kuonesha awali. Kadri siku zinavyokwenda, macho yote yatakuwa kwake, mashabiki wakisubiri kumuona uwanjani akivaa jezi ya Yanga, wakitarajia kuona ule ubora aliouacha Singida Black Stars sasa ukiwa umeongezeka maradufu. Kwa ujumla, usajili wa Dambaro Kamara ni ushindi mkubwa kwa Young Africans, ni hatua nyingine ya kuimarisha kikosi chao na ni ishara kuwa msimu huu hautakuwa wa mzaha huku. Dambaro Kamara ni ushindi mkubwa kwa Young Africans Sport Club, ni hatua nyingine ya kuimarisha kikosi chao na ni ishara kuwa msimu huu hautakuwa wa mzaha, huku kwa Kamara mwenyewe ukiwa ni wakati wa kuthibitisha thamani yake kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka la Tanzania na Afrika. Na hii ndiyo tamati ya makala fupi ya Dambaro Kamara. Tukumbuke kwamba mpira wa miguu sio majina makubwa pekee, bali ni safari, ushindani na ndoto za kila mchezaji, na kila timu iendelee kuwa nasi kwa uchambuzi wa kina, habari za uhakika na simulizi zenye ladha ya soka la ndani na nje ya nchi. Usisahau kubonyeza like kama umeipenda video, kuachia komenti yako hapa chini kutuambia wewe unaonaje, na muhimu zaidi kusubscribe kwenye channel yetu
ili usikose chochote kinachoendelea ndani ya dunia ya soka. Hii ni Malkia wa Soka na mimi ni Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia mpaka wakati mwingine tena. Tuendelee kupenda soka, kuishi soka na kuheshimu ushindani. Asanteni sana kwa kutazama.